Kidawa. Hii hapa ni 130,000. 100,000 ni pesa yako, 30,000 ni pesa ya Mili. Naye Mili nimemlipa mshahara safari kwa sababu naye anafanya kazi ya kuvumilia mama akiwa anafua, anafanya nini huko pembeni, kwa naye anafanya kazi. Kwa hiyo ni mshahara wa Mili, kwa hiyo mahitaji yake ya kimsingi yote utamfanyia Mili. Shemeji, asante sana. Mwenyezi Mungu akubariki. Pale ulipotoa Mwenyezi Mungu akuzidishie mara 2 yake. Nashukuru sana. Amina, amina. Wakumshukuru sana ni Mungu wetu kwa sababu mwisho wa siku Mungu ndio kila kitu katika maisha. Wewe usiwe na wasiwasi. Kuwa na amani. Licha nimekupatia mshahara wako, ukiwa na changamoto yoyote, mtoto anaumwa au kuna changamoto ya kiafya nini, wewe niambie, tutaweka mazingira sawa. Yaani hii ni kubwa sana. Mwezi huu umekuwa baraka sana kwangu. Nakushukuru sana shemeji. Itatutosha mimi na mtoto wangu. Hiyo inakutosha, lakini kwenye upande wa kazi. Lakini hiyo haitakiwi kukizi mahitaji yako ya hapa nyumbani. Ukiwa na changamoto kama za mwanadada na nini, wewe niambie tu, bwana baba, natakiwa shilingi 1000 kadhaa kwa niaba ya kuweka mazingira sawa, tunaweka mambo sawa. Usio unakaa kimya sana Kidawa, unakaa sana kimya. Wewe sema ukiwa na changamoto, wewe ni mtoto wa kike. Wanawake hawakosi changamoto. Ili madi hiyo pesa uweke pembeni kama sehemu ya kuwa na msaada pale pindi unapokuwa unaamua kufanya vitu kwa maendeleo yako. Sawa shemeji. Ila samani, lakini nilikuwa naombi. Ndio. Nilikuwa naomba nifanye biashara kwa sababu umeshanipatia mshahara wangu. Na pale ndani nimeona kuna friji. Alifanya kazi yote zaidi ya kuwekea maji. Naomba nifunge barafu na skrini niwe nauza. Samani lakini. Hiyo biashara mbona ina hela ndogo sana. Lakini sawa, kwa sababu mwisho wa siku umeamua kujishughulisha kama mtu wa kike, ni sawa. Ni sawa, hamna shida. Hamna shida. Kwa nifanye? Wewe katu, hamna shida. Asante sana shemeji. Mwenyezi Mungu akubariki. Usijali. Tuko pamoja. Basi sawa Kidawa. Haya, barikiwe. Chimemu unamchekea nani? Kwa hiyo wewe baada ya siku zote 5, leo siku ya 6 ndo unarudi nyumbani. Unaweza kuniambia ulikuwa wapi? Kwa sababu nimechanganyikiwa mimi. Yaani mimi nakuwa kama kichaa, nazunguka huko mitaani kote na kutafuta wewe mtu mzima. Kweli lakini Wandiba, hivi mwanaume gani wewe? Uniulizi mke wako, uniulizi umetoka wapi mke wangu, umekumbana na tatizo gani katika mishemishe zako za usomo, umepata na dhoruba gani? Mume wangu, unashindwa kuwa na moyo wa subira inaleta heri. Unatakiwa uniulize mke wangu, wewe umepata na nini siku zote? Sasa sikiza nikwambie, mimi nimepata matatizo huko nilikotoka. Matatizo gani? Mipeni kama tuna polisi, shughuli tuenda kufunda, mziki kama unavyojua masela kufanya fujo, basi ndo wote tukasombwa wote tunavyoambiwa, kuanzia mimi mpaka mwali wote tuko polisi, tumewekwa lock up. Wewe unaona mimi hapa nimetoka lock up. Chimamu ulikuwa polisi, si ndio? Mimi nitakuamini vipi kama ulikuwa polisi wewe? Kuona naona mimi kama mtoto mdogo, kama vile mpuuzi, kama vile mjinga ambaye hajielewi. Yaani polisi, wewe umetoka polisi ndo huko hivi. Umeng'aa kabisa, umenawiri, umependeza mwenyewe. Vijikope hivyo, uwanja upo vile vile kabisa. Na hizi nguo ndo uliondoka nazo wewe. Sasa polisi gani uliokuepo? Kwa sasa hivi polisi kuna sehemu za watu kujiremba, kujitengeneza vizuri. Ni polisi aina gani uliokuepo? Sikiza nikwambie Wandiba, watu wote hawana roho ngumu kama wewe. Kuna watu wa Samaria mwema, nikwambie. Huyo alokuja kunitoa mimi polisi ni msamaria mwema. Tena alivyonitoa tu akanipeleka saluni, nikatengeneza vizuri ngozi yangu, kanipiga scrub, kaniweka kopi. Yaani amenitengeneza. Kuna watu wastaarabu mimi sijapata kuona. Huo ni udugu wangu. Huyo ni udugu wangu, amekuja kunitoa jela. Yaani mami, sikuamini hata kidogo. Sikuamini kabisa.
Yaani moyo wangu unagoma kabisa kukuamini wewe. Mimi najua wewe haukuwa polisi wewe. Unanidanganya mimi. Sasa mwanaume gani wewe? Ninakwambia kabisa mimi nilikuwa jela. Nimepata matatizo, nimefungwa kabisa, nimelala na mbu, nimelala chini, mimi nilikuwa lock up. Kwa jamani Wandiba, una hata moyo wa huruma? Hauna hata moyo kidogo wa kunionea huruma mimi mke wako? Usiponionea huruma wewe, mimi akanionea huruma nani? Mimi niende nikaonea huruma na nani? Wandiba, usije ukanicherea kabisa, mimi hapa naondoka. Naondoka kwetu. Tulia basi, kelele nyingi. Sasa unazopiga hizo kelele zote unamfaidisha nani hapa? Kwamba watu wote wakusikie kwamba sisi tunagombana hapa, kuna kelele hapa kwangu. Nyamaza bana. Wewe punguza hizo kelele zako. Sasa nataka kujua, umenisamea au niondoke kwetu? Embo mkoba wako. Na uombo mkoba. Ulikuwa kwa mwali ndio ikatokea fujo ukapeleka polisi. Ndio. Wewe hamna shida yote. Nenda ndani kaoge. Alafu tutaona mambo mengine yanaendaje. Yameshaisha. Unaona Wandiba? Unaona Wandiba unavonikosea yani. Yaani mimi nikaoge. Nikaoge mimi Wandiba. Ina maana mimi nikaoge nimerudi na janaba mimi? Mimi nina janaba? Hivi mwanaume gani una matusi kama hivyo? Kwa mimi unaniambia kabisa nenda ndani kaoge. Kwa nini nikotoka huko mimi hakuna maji? Sijaoga mimi. Basi sawa, nisamee mimi. Usioge, kakae hivyo hivyo ndani. Nenda kakae. Halali. Usirudie tena hao maneno yako unaoniambia hivyo. Yaani wewe utaniua mimi leo. Yaani katika siku ambayo Mungu kapanga nife, leo Kidawa. Kuna shida gani Baina? Yaani kila siku Kidawa. Wewe nani? Wewe nani kwenye maisha yetu hasa? Sasa mdomoni mwenu wangapi? Au wewe ndio kila siku unakuja hapa unaanza kunipawikia? Kwa nini uniachi nikakaa vizuri na familia yangu kwa amani? Familia? Una familia wewe? Una familia gani ndani? Zaidi ya kumnyima raha mdogo wangu. Kidawa. Hii nyumba hakuna anayekutaka. Mdogo wangu mimi ana mimba. Utakuja kusababisha mimba yake iharibike. Wewe ndo utakuwa chanzo. Kidawa. Yaani nakosa maneno. Sijui niongee nini. Tunaomba uondoke hapa Kidawa, mdogo wangu mimi hana amani. Yaani wewe bwana wewe. Nikwambia tu kitu kimoja. Unashindwa kukaa huko nyumbani kwako huko. Kutwa kuja kwenye majumba ya watu kupigiza kelele. Kwani wewe una shida gani? Dada mtu mzima kama wewe usiokuwa na kwako ukakaa ukatulia na mume wako kimya kiguna nje ya muda wote. Yaani usinichoke, bado niko sana. Tena niko live. Yaani mpaka nahakikisha unatoka hapa na mabegi yako. Umeelewa? Yaani mimi nitaondoka, sio kwa maneno yako. Wewe jeuri si ndio? Wewe kiburi. Kwa sababu ushazoea nikija hapa nikipiga kelele unanipiga na nazi, mara unikimbiza na kisu. Sasa leo nataka uniue. Bwana mimi sitaki bwana. Wewe. Afadhali. Bora shemeji. Mbona kelele nyumbani kwangu kila wakati? Na mazungumzo na shemeji. Mazungumzo mimi yanahusiana nini? Mbona kila siku ilikuwa ni fujo nyumbani kwangu? Unataka nini nyumbani kwangu? Yaani shemeji sio fujo. Mimi mwenyewe nimechoka maisha. Haiwezekani kila siku mdogo wangu alalamike wewe Kidawa. Na kwa nini usimjali? Mkeo ana mimba, ndo muda muhafaka wewe na yeye kuweka mambo yenu sawa. Lakini Kidawa Nyande, mimi mwenyewe nimechoka shemeji. Yaani kabisa nimechoka. Sasa kama umechoka unataka nini? Ninachotaka mimi, unipe mdogo wangu niondoke naye. Hayo matunzo ya mimba utayatuma au utayaleta kwangu. Siwezi kuona mdogo wangu anateseka kwa mambo ya kipuuzi namna hii. Wewe kama nani unataka kumchukua mke wangu mimi? Mimi dadake. Dadake? Wewe una akili timamu kweli wewe?
Yaani kama unavyojidanganya katika akili yako unaweza kumchukua mke wa mtu nyumbani kwake kwa sababu tu ya vitu ambavyo vinahusiana na familia, unafeli. Acha ujinga. Wewe mwenyewe yako anakushinda. Nani ambaye hajui taarifa zako? Unaishi kushoto, unaishi kulia. Hata mwelekeo wa maisha hauna. Mkubwa mzima baadaye ukae ufocus na maisha, kazi kufocus na maisha ya watu wengine. Acha upumbavu wewe. Nyande, sikatai nimeshaharibikiwa, nishapotea. Siwezi kuruhusu mdogo wangu ambaye ni mbaki naye duniani aharibikiwe. Hapana. Sasa mimi sitaki na sitataka mke wangu aje akae nyumbani kwako. Iko kitu ni never ever. Utaweza kumuona mke wangu ukakaa naye nyumbani kwako. Wewe mjinga nini wewe? Afu nishakwambia na nimemwambia kabisa nyumbani kwangu uruhusiwe wewe kuja kwa sababu ya tabia zako zilivyokuwa chafu. Mwanaume ulikuwa naye tu mshenzi. Wewe mwenyewe mshenzi. Unakuja hapa. Kwa hiyo mnapangana tuta unakuja hapa nini? Mke wangu sasa hivi ni mjamzito. Na hali yake iliyokuwa nayo, mimi kama mume wake naweza nikasimama naye imara, sio wewe. Afu Kidawa msimuingilie sana. Kwa sababu bila Kidawa kuna uwezekano mkubwa hata wewe mdogo wako asingekuwa mjamzito. Mimi mshenzi. Mume wangu pia mshenzi. Zaidi ya washenzi. Sawa. Lakini hapa sitoki bila mdogo wangu. Nitakupiga wewe kenge. Ondoka. 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 Jamani. Ondoka kidogo. Kenge. Enda chimami unarumba sije kuona. Enda chimami kuondoka mndani bila hata kutuambia sio dogo zako. Hata mmeo hujamuaga. Hivi nikiwaambia, hivi mdogo wangu nishao kuambia kitu kweli wewe ukakifuata? Maana yake mimi na seti mipango. Nenda mdogo wangu na nzingua. Nimeenda mimi, yani nimeenda kupiga mshindo wifi. Yani kuaga sio shida zangu. Na ruksa miguu yangu ni mwage kwa mwanaume gani? Hivi kuna mwanaume kumwaga mundani? Kwa hiyo yule hapo mundani sio mwanaume. Asawe mdogo wangu unanichekesha. Yani watu wote wasimamishe wanaume zao na mimi nitaenda kumsimamisha mwanaume wangu. Jamani na mimi mwanaume wangu huyu hapa mume wangu nitakuwa na akili nitakuwa na matope. Sikiza nikwambie wewe. Penye fursa unaondoka. Mimi simu moja tu inipigia shoga yangu Shabana. Magomeni. Vichwa vyangu hivyo viwili. Kichwa kimoja nimekaa wiki moja, kichwa kimoja nimekaa wiki moja. Wiki ngapi iko mbili nimerudi doni. Hapa hivyo unavyoniambia niko vizuri vibaya mno. Kwa msala katochea sisi. Anakaza kutuliza maswali tu hapa yuko wapi na kutufukuza humu ndani. Kwani nanyi hapa hapa mmegandisha sumanko au mmegandisha gundi hapa? Tisheni kuondoka, mnachukua viego vyenu mnaondoka. Sisi tuna kwetu hatujafukuzwa babu. Alafu kitu kingine nikupashe tu, nikupe habari fupi. Mwanamke atishiwi kibanda, mwanamke anatishiwa pesa. Yaani pale anapokuambia kutufukuza wewe ndio unapochukua nguo zako, unatia kipenzi chako unaenda barabarani. Ulishindwa kwenda hata Garimbo? Pakula nyinyi mnakosa. Ukienda pale Garimbo unaokota shoga yangu. Huwezi kulala nyumbani hata siku moja. Tatizo wenu mmejitupa sana. Eti dada yenu kwa sababu sipo na nyinyi mmejitupa. Yaani mmekaa hapo mpaka michongo ni seti mimi. Kwa sababu gani lakini? Mbona mnaniangusha kiasi hicho? Unajua dachi mama unaongea simple Yaani unaongea tu hivi tu. Wewe unamjua mmeo vizuri wewe. Hapa alishaniambia nikatafute kazi. Nikamwambia aniache nikatafute kazi. Akaanza kazi gani wewe pia unataka kumfuata dada yako. Yaani kusoma mjasoma sijui na nini. Huyo mmeo ana mdomo. Alafu sasa hivi tuambie kwamba sisi tukufuate wewe. Hivi dada, unaona unachofanya hivi uko sahihi kabisa? Na unafanya. Wewe kazi una? Wewe ukisema utoke hapo na hivyo ulivyovaa barabarani utakatiza hata kona mbili wewe usipate kazi. Na wewe Ashura chupi moja ndio usiniambia chochote kabisa. Tena wewe ulivyo hivyo bado mbichi. Maana sisi wote tumekuvuka. Wewe bado mbichi. Dachi mami. Asa mimi nikatafute mwanaume nikatafute wapi? Kona ya kwanza ya pili Kitonga City ushamkamata Nkunyaunde, ushamkamata Molinge, unapata hela. Lakini una shida gani? Wewe utakumfuatisha huyu? Bwana mimi nitafutie kazi tu. Nisikizeni kwambieni. Habari ilokuwa hapa kutumia hela kwanza. Hela nazo tukazitumie kwanza. Zikishafika nusu ndo tutajua tufanye biashara gani. Habari ya kuajiliwa sasa hivi hamna. Na biashara zetu tutakazokuwa tunazifanya zinalenga vitu hivyo hivyo. Nataka kufungua ubanda hapo maeneo ya nyuma niweke vitu vyangu. Sijui mnanielewa, mnanipata? Dasimami hapana. Umeshinda tabia afu enoma. Sasa jiandaeni. Baadaye mida jua kidogo likiwa linakaribia kuzama.
tunaenda maeneo. Bia zako mbili zinaanzisha nyingine. Kama hajatokea mchati wenyewe tunalipuka kwa sababu nina hela, nimerudi doni. Na uzipe zipe wako mwandani. Tena. Yeye tunaongea moja tunarudi. Wewe kwani mwanao yule umepewa mtoto wa kumlea tena? Nachoka bibi yangu. Ndio jiandae shoga yangu uliovaa kijana tuende. Kama nilivyokuambia, mimi hapa sasa hivi natoka. Yaani sina hata muda wa kupoteza. Sawa Hivi mwanamke, wewe ni mwanamke wa aina gani? Mke wa mtu unakaa na safari kila muda Mbona unakilanga sana Haya, safari ya wapi? Maswali ya nini tena? Nimekwambia naenda huko na wahi kurudi. Unaniojoji nini sasa? Kina wewe koma. Wewe ni mwanamke wa mtu, sawa? Hizo habari mimi nakuuliza unaenda wapi, utaki kuniambia. Basi kama vipi rudi ndani. Sitaki tena kuongea na wewe. Nenda kwa mdogo wangu. Kanipigia simu ana matatizo huko, kwa hiyo hapa na wahi. Sina hata muda wa kupoteza. Kwa hiyo mdogo wako hana ndugu wengine mpaka uende wewe? Au ndio unataka kwenda kwa ile mzee wako sasa? Ukajinafasi unaniongopea, mimi naenda kwa mdogo wangu. Kwanza mimi na mdogo wako kwanza hatu hivi. Cha mfumo wewe tu nyumbani hapo tukae unisukasuka nywele zangu. Yaani unakaa unawaza kama mimi ninavyoondoka hapa naenda kwa mzee Mbegu. Mtu wa 1900 huko. Mimi nini sasa? Alafu mdogo wangu mimi kwangu ni muhimu zaidi. Yaani kuliko hata wewe, na hapa duniani kabaki na mimi tu. Si unanielewa? Yaani sina hata muda wa kupoteza. Wewe mwanamke, mimi nakutafutia mwenzio. Tafuta mwingine nikuloge. Mimi nakutafutia mwenzio, nimeshakwambia. Mbona kama vile mguu wa kutoka? Haya, wapi tena? Mguu wa kutoka Mtume kauombea. Sasa na wewe mke wangu, ndio kwanza umekuja leo. Siku 6 nzima hauonekani nyumbani. Sasa ndio umekuja leo mimi na wewe tukae, tu enjoy, tu relax, mimi na wewe. After unataka kutoka. Sasa ndio nini? Kweli mume wangu, tutarelax jioni, tutarelax usiku muda kulala. Sasa hivi nataka niende nikawatoe wadogo zangu waone mji na wao waenjoy. Nataka kidogo nikawape kiraji. Nataka kidogo nione uwezo wao wa kumiliki pombe. Umeona sasa? Kwa hiyo nyinyi mnatoka hapa mnaenda kwenye masuala ya kunywa pombe tena. Sasa mimi nikwambie tu kitu mke wangu. Nyinyi hamwezi hapa kuondoka. Hapa hatoki mtu. Hapa hakuna mtu kuondoka kabisa. Wewe si ulikomba ututoe au tukakataa wewe? Leo eti labda aondoke wewe ubaki. Afu shemeji shagundua kitu kimoja. Ona gubu sana. Kipindi dada alikuwa yupo, tukikwambia tupeleke basi hata swimming. Mimi sina muda huo. Tupeleke basi hata club. Utaki. Leo dada anatutoa wewe kinachukuma hapo kitu gani? Kama unataka ungana na sisi twende wote. Bibi we. Aungane na sisi wapi? Anasumbua. Muone. Amekuwa kinganga sasa. Wewe ndio utakuharibu mambo sasa. Sasa huyo ndo ameongea point. Inabidi hapa tuondoke wote. Na kama haiwezekani, hawa waondoke au ubaki. Chagua kati yao mawili. Labda tuondoke wote. Mbona hivyo tindingaje hata? Nani ambia usinichekeshe Ndiba. Unajua Ndiba anachekesha wewe. Hivyo ulivyo uende na sisi wapi? Kwani mimi nipoje na mama yangu? Huko watu wana mandinga. Watu wana magari, watu wananua pombe za gharama. Ukienda huko tukikutambulisha bodaboda yetu utakubali? Sasa kwani mimi naonekanaje? Mbona nipo vizuri? Babu tulia hapo. Si tuache tuondoke, usijazie enzi. Mimi sawa tu. Yaani wewe ukinitambulisha mimi dereva bodaboda sawa, ni vizuri. Ili mradi tu niondoke na yeye mke wangu. Shemeji nilikuwa nakutania soko. Uende na hiyo mbobo yako chooni. Tuondoke. Mnyamaza tuondokeni, tulia hapo mimi nakuja.